Karibu kasrini. Asante sana, nimefika kwenye kasri leo hatimaye. Finally. Umekuwa mdau mkubwa wa tasnia ya mitindo hapa nchini. Ukiangalia kwa sasa tasnia yetu ya mitindo inakwenda wapi? Kwa sababu imekuwa napanda shuka nyingi. Sasa hizi tupo wapi? Kama ilivyo kwenye sekta nyingine, hata michezo, mitindo nayo inakuwa na hizo variation, kama kuna muda inakuwa inapanda inashuka. Lakini kwambie tu ndugu mtangazaji, kwa sasa hivi tupo kwenye mikono salama. Kwenye mikono salama, sekta imekuwa kwa kiasi kikubwa sana. Ukiangalia hata kwa mfano tu haraka nikupe tu kitu cha haraka. Kama wewe ni mdau wa masuala ya harusi, ukifuatilia masuala ya harusi, miaka 10-15 nyuma, wale watu ambao walikuwa na uwezo kidogo, hakuna mtu ambaye alikuwa anafanya gauni lake la harusi hapa nchini. Kila mtu ataenda kuchukua nguo yake harusi Dubai, mtu ataenda kuchukua nguo yake harusi China, wengine watakwenda kuchukua India. Lakini sasa hivi wewe ukiwa kama bado unaenda kufanya shopping yako ya harusi nje, basi bado hujajua vitu gani vinapatikana hapa. So tasnia ubunifu imekuwa, watu wamekuwa na mwamko mkubwa ule uelewa wa kwamba ile idea ambayo sisi tunayo ya kupromote what is made in Tanzania au Africa imekuwa kwa kiasi kikubwa. So consumption ya Watanzania kwenye bidhaa ambazo wabunifu wanakuwa wanatengeneza imekuwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kwa haraka imepelekea ukuaji wa sekta. Lakini ukiachana hiyo, pia consumption, local consumption, umeshuhudia mwenyewe kipindi cha serikali ya awamu ya 6 imetenga fungu kabisa, unataga mfuko wa sanaa na utamaduni. Kwamba ingekuwa ni sekta ambayo ipo tu, watu wanalala, wanaamka asubuhi, wanavaa, wameenda, wamependa vitenge, wamemaliza, wangeona kwamba okay, wafanye kama mazoea usual. Lakini mpaka serikali imekaa ikatupa jicho, ikaona iwekeze kwenye mfuko wa sanaa na utamaduni ili kuempower wale wadau wa hiyo sekta waweze kukua, watoke sehemu moja waende sehemu nyingine. Then hiyo ilikuwa ni indicator nyingine na kutuambia kama sekta imekuwa. Na kwa mimi nipo kwenye hii sekta, tasnia ni watu ambao na engage nao from one time to another. Ukachana wabunifu peke yao, lakini hata wale wana mitindo. Siku hizi kuna sekta nyingi, categories nyingi. Kuna watu siku hizi ni fashion photographers only. Kuna watu siku hizi they do fashion makeup only. Kuna watu wanafanya easy hairstylist, the high fashion peke yao. Kwa mpaka hivyo watu wote wanakuja kujirasimisha katika engo tofauti. Hii ni jibu tosha kabisa kwamba sekta imekuwa sana. We are in safe hands, tupo kwenye right direction ambao tunatamani kwenda. Kwenye tasnia ya muziki kuna mjadala wa mdundo wa taifa. Huku kwenye mavazi tuna mjadala wa vazi la taifa. Licha ya kwamba tumepiga hatua kama unavyosema na mamilioni yametengwa kwa ajili ya sekta hiyo ya sanaa na ubunifu. Unaona ile ndoto ya kuwa na vazi la taifa ikielekea kutimia? Yes, kabisa. Na ni kitu ambacho nitashinda tu kuongelea kwa undani. Labda tungempata muasisi Mustafa angekuepo hapa, kwa sababu yeye tulishazungumza naye. Na mshoni ni kitu ambacho alishakitolea majibu. Lakini kitu ambacho mchakato wake umeshafanyika tena. Na Mustafa amekuwa ni moja kati ya wabunifu pekee ambaye ameweza kuhudumu kwenye kamati zote ambazo zimewahi kuundwa za kupata vazi la taifa. Kwa kamati iliundwa of course na waziri aliyepita wa sanaa, utamaduni na michezo, na of course wamefanya kazi yao. So walikuwa wamewasilisha mapendekezo yao ambayo tayari sasa yupo kwenye mikono ya serikali. Tunasubiri wao wapitie yale mapendekezo ya kamati ambayo imeundwa, ili kwa pamoja mchakato uweze kushika tena kasi na athamu, ili mwisho wa siku tuwe na vazi la taifa. Ni kitu ambacho ni muhimu sana, nikikwambia kama walivyo watu wetu, majirani zetu, watu wa Rwanda na Burundi, ukiona wamevaa zile nguo zao na zile lubega zao wamefunga, unajua tu kwamba if not Rwanda then Burundi. Lazima kuna ile identity ambayo wanakuwa nayo. Au ukiona zile nguo za nusu kanzu, unajua kama this one must be from India. Au ukiona zile nguo za Kichina au na zile unataka Chinese button. And at the end of the day we need ile identity, kwamba mtu akikuona tu hivi asiulize kwamba wewe ni Wasongea, ayajue tu kwamba huyu lazima ni mtu wa Tanzania tu, either bin Mtwara, bin Mwanza, lazima kuwe na identity ambayo. Yes, asa Masai is very vibrant. Masai is very vibrant kwa sababu hata Kenya pia wana Masai prints. Kwa hiyo ikiongelea kitu ambacho kinatuletea ile uniqueness kwamba hii kitu ni ya Tanzania pekee. Hicho ndio kitu ambacho labda naamini hata wana kamati pia walikuwa wamekizingatia. Kwa ipatikane kitu ambacho ukiona haupati ile kwamba either Tanzania au Kenya au Tanzania na Uganda, Tanzania na nchi nyingine. Ukiona ile kitu tutaka tu nikikuuliza wewe Ben, what's your ideal national costume ambayo unatamani iwe Tanzania? If you ask me, sina creativity sana kwenye masuala ya ubunifu, lakini if you ask me kwa haraka, Tanzania ni nchi kubwa sana, tuna makabila about 120. Na kwenye kila haya makabila naamini pia hapo kwenye mapendekezo yao kwamba ni ile vazi ambayo
ushasema ni national costume. Kwa lazima kiwe ni kitu ambacho kinatuunganisha. Yani sio tu ni kitu ambacho kitawagusa Wamasai peke yao au Wapare peke yao au Wafipa peke yao. Of course haya makabila yote kila mtu ana tamaduni zake. Watu wana their vernacular languages, watu wana vyakula vyao vya asili, kuna namna watu wanavovaa pia kiasili. So vazi la taifa ni kitu broad sana. So nadhani ni kitu ambacho inabidi kihakikishe kwamba kinakuwa na inclusivity kwa kila jumuiya au kila niseme jamii fulani zinahusisha kwenye hiyo vazi la taifa. Kwa kitu ambacho mchakato wake of course sio kitu kidogo kama unaweza kufanya in 1 month ukamaliza. Ni kitu ambacho I believe kwamba yale mapendekezo ya kamati yakianza kurudi kwenye mchakato wake tukafika. Na mimi kama kamati ambayo iliteuliwa ilikuwa ina watu sahihi, watu stahiki kabisa. Kwa hiyo tutafikia ile vision ambayo tunatamani kama siku nikipita sehemu nimevaa vazi langu. Mimi nilibahatika kusafiri, nilienda nchi moja inaitwa Swaziland, ile Eswatini, kutoka Eswatini ya. Tulikuwa tuna event moja ambayo ilimleta kiongozi wa serikali, alikuja pale mheshimiwa waziri. So alikuwa mheshimiwa waziri wa communication kwa sababu nilienda kwenye workshop moja ya masuala ya cyber security na kila kitu. Kwa waziri alikuja pale, hakuwa amevaa suti wala. Alikuwa kavaa vazi lake ile, amefunga lubega yake hivi, kavaa na nani yake. Na ukiangalia occasion nyingi za Kimuswata juzi alikuwa Uingereza, amevaa zake national costume yake. So it shows pride, mtu anajivunia kwamba huu ni utambulisho wangu mimi kama Eswatini, mimi kama Mswaziland. So ifike muda taasisi pia tuwe na national costume yetu ambayo mtu anaweza ukaamka vaa kokote unakotaka kwenda, kama ni ofisini, kama ni wapi kwenye matembezi yako, ili tutangaze pia Tanzania yenyewe. Mtu akiona umevaa, because national identity mojawapo kama ikiwa ni national costume inasaidia pia kuitangaza taifa. Tumekuwa na uhaba wa majukwaa ya kuonesha mitindo na ubunifu wa mavazi. Yanakuja yanapotea, lakini Swahili Fashion Week iko pale na saizi mnafanya msimu wa 18. Umri wa mtu mzima kabisa. Huko mtaani angekuwa mtoto wa kike wangesema basi miaka 30 hakuna. Tunakuwa mawapi? Changamoto ni nyingi, na niseme tu kitu kimoja kwanza, kitu pekee ambacho sisi kinatufanya tuna sustain mpaka leo kwanza ni ile passion. Nikwambie tu Swahili Fashion Week imeiweka Tanzania au Afrika Mashariki kwenye sehemu nzuri sana kwenye haya mambo ya fashion Afrika. Kwa sababu nikikwambia sasa hivi kwenye haya maonyesho yote ambayo yanafanyika Afrika, sisi we are the 4th largest. Yani nitamtoa tu yule wa South African, nitamtoa na yule wa Lagos, Mozambique kidogo, alafu Swahili tuko somewhere pale katikati. Kwa cha kwanza ni kitu ambacho ni passion inatuongoza, tunapenda kwa sababu Mustafa mwenyewe, if you don't know, kwa kama unajua Mustafa ku design anapenda tu. Yani ni kitu ambacho Mustafa is a doctor by profession. Mustafa kasomea medicine, daktari kabisa. Lakini kamaliza kusomea udaktari, ile miezi yao 6 ya internship, kitu ambacho alikuwa anapenda kufanya ku design akikatu, ana sketch vitu kidogo, yakatokea ka sketch. Haya, Mwenyezi Mungu nena njia zake ikamuongoza ku design wale mamisi wakashinda. That was the end of it. Medicine ikaishia pale, akaendelea tu ku design. So kwanza lazima tupende kitu ambacho tunafanya. Lakini pia kingine ambacho kinatusaidia, tumekuwa na stakeholders ambao kwa kweli without them, yani bila wao, Swahili isingekuwepo mwaka huu 18. Na labda tu kitu ambacho wengi hawakijui, Swahili kuna kampuni ya 361 which is event management company, and wanaandaa Swahili Fashion Week. So sisi kwenye kazi zetu za kila siku, our day to day events, we normally have vendors or stakeholders ambao tunashirikiana nao. So at the end of the day ni hawa ambao tunawashika mikono wao to support kwenye Swahili Fashion Week and awards. Kwa hiyo kichana stakeholders pia serikali nao tumekuwa na uhusiano mzuri, of course, na BASATA ni wadau wetu, regulator wetu, lakini sera pia na miongozo yao, kwa sababu utakumbuka kitu pekee ambacho kinatufanya sisi tuwe one of the best. Wakati wa lockdown ya corona mwaka 2019 ilikuwa letu 2020 mataifa mengi yalifanya lockdown. Kuna mataifa mengine hata hayakufanya their fashion weeks, na hili watoa kabisa kwenye ramani ya, kwa sababu ukiangalia zile rankings watu wanaangalia vitu vingi, consistency, kama unafanya kila siku, like are you always there, au unafanya leo alafu mwaka unapotea unaibuka tena mwaka unafuatia, hiyo inakutoa kwenye ranks. Lakini pia the culture, sisi Swahili it's a 3 days event. Ile Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Ni kitu ambacho pia tumeweza kukimaintain ambacho kilewashinda wengi kipindi kile. So kama na sisi tungesema kipindi kile kwamba kuna corona, tuna break, tunafunga, ingetuondoa kidogo kwenye picha. Kwa lakini serikali of course, jitihada za serikali wakati ule of course watu walipambana sana na corona, lakini pia Mwenyezi Mungu naye tukapanga kila kitu, lakini Mwenyezi Mungu naye tunaamini sisi ambao tunaamini uwepo wa Mwenyezi Mungu mmoja, naye amesaidia sana kutuwekea mazingira
rafiki ya kuandaa Swahili. Ndio maana tuna hata uthubutu wa kuandaa msimu huu wa 18 na inshallah 19 utakuwepo pia 20, 21 and so on and so on. Tunadunda mpaka 2030, sio? Mpaka 2030. Bila shaka jukwaa lenu limekuwa msaada mkubwa sana kwa wabunifu wachanga. Kwa namna gani limekuwa likiwasaidia, lakini pia kukosekana kwa majukwaa mengi yanayofanana na la kwenu kumekuwa kukirudisha nyuma kiasi gani sekta hii ya ubunifu wa mitindo? Ukiongelea swala la kusaidia wabunifu wa mitindo, labda tu nikwambie kitu unachoongea ni kweli kabisa. Na kaka hapa aliniambia yeye hajui kabisa kuhusu Swahili, lakini kama angekuwa anajua Swahili lazima angekuwa na ile mentality kwamba ni kitu kikubwa sana. Yani mimi kama designer tu wa kawaida, there is no way, yani come rain come shine, Swahili siwezi kuingia. Hiyo mentality yes ipo, na sisi Swahili tukasema kwamba okay, lazima ifike muda tusifocus tu wale designers ambao tayari wamesha kuwa established brands, tayari wana brands zao. Kuna hata wale watu ambao they can just do some simple sketches kwenye nani zao, lakini wanatamani. Ndio maana sisi kama Swahili tuna kitu tunakiita Swahili Fashion Week, Washington Benbella Emerging Designers Competition. Hili ni shindano la wabunifu chipukizi. So nakuta wale wabunifu wanapewa theme, watu wana apply wengi sana. Alafu wale ambao wanakuwa finalists wanapata nafasi ya kushowcase nguo zao kwenye Swahili Fashion Week. Na nikwambie tu hiyo EDC, hiyo competition ya wabunifu chipukizi imekwenda kutoa au kuzalisha wabunifu wakubwa. Labda tu nikugie majina machache. Kuna kaka nitakula Mkwandule Son. Yeye ni EDC na mwaka 2015. We have kina Mary Immaculate, wapo kina Subira Wahure, designers wengi kina Shabasi Said. Watu ni matunda ya hili shindano la ubunifu chipukizi. Lakini pia kuongelea pia msaada, sisi tumekuwa na msaada gani kwenye tasnia? Ni swala zima la awards. Tangu mwaka 2011 tunatoa kitu kinaitwa The Fashion Awards, tuzo za mitindo. Tumekuwa tunatoa consistently kuanzia mwaka 2011. Lengo ni kutambua mchango wa wadau mbalimbali. Na hii kitu very broad. Yani tukisema mtu anakuwa designer of the year, si lazima uwe na showcase Swahili. Tunakuwa tu tunapokea maoni kutoka kwenye public nzima, na huu mchakato labda tu ni wajulishe, maybe it's a perfect time tunafanya hii interview kwamba voting zinaanza leo. Voting zinaanza usiku huu. Of course. Nominations zimeshapita. Nominations zimeshapita, watu. Mbona sijasikia hiyo? Public imenominate, umenominate. Tumepokea yale mapendekezo. Normally tuna kitu kinaitwa Fashion Advisory Board ambayo huwa inakaa kupitia wale nominees wote, tuone kama huyu kweli anakidhi vigezo vya kuwa nia tuzo fulani, and then wanapangwa, wanachaguliwa watu nominees wachache wanakuwa wanawania tuzo husika. Kwa hiyo mchakato huo leo kupiga kura, tuone nani na nani wanashinda. Na hii kitu watu wao na amani sana, kwa sababu kuna ile maybe msemo kwamba ile ya Swahili watapeana, wanajuana, lazima atashinda fulani, lazima atapewa fulani. Kama mimi ni mwanangu hapa lazima nimpe, kama ninampa fulani sinamjua si mwanangu lazima nimpe. Ni watu usiwasi kwamba tuzo zetu ziko very transparent. Sisi hatushiriki na chochote. Sisi tukishamaliza ile advisory board imekaa, imepitia wale nominees, tukapata the list, tuna auditors wanaitwa NextSJ. Wao ndio wanashirikia swala zima la upigaji kura, wao ndio wanashirikia swala zima la judge. So sisi majibu utakuja kwenye Swahili, I'm sure utaona majibu yanakabidhiwa pale mbele kabisa kwamba jamani, sealed envelope. Mimi sijui, Mustafa hajui, none from our team anakuwa anajua nani ni mshindi. So nikitaka kiko free kabisa. Ufinyo majukwaa nao, yes, kama nilivyosema changamoto ni nyingi. Ukiachana changamoto ambazo pengine watu wanakosa passion, lakini pia changamoto nyingine ni resources. Watu wanakosa resources, uwezo wa kufanya hizi vitu. Na ndio changamoto pia ambayo tunaona stakeholders wengi kwenye fashion wanayo. Na ndio maana mwaka huu kwa namna kipekee kabisa tunashirikiana na benki ya CRDB kuandaa Tanzania Fashion Forum. Tunaandaga forum, lakini kwa mwaka huu tumewashirikisha benki kwa sababu ule mfuko niliokuambia wa taifa wa sanaa na utamaduni upo unasimamiwa na benki ya CRDB. So tunaandaa hii forum tarehe 2 Disemba ili wadau tuwakutanishe, waujue kuhusu mfuko. Tulikuwa na dada Anande pale CRDB na alituambia kwamba watu wamejitokeza kuchukua hizi fedha. Wapo waigizaji ambao wamechukua, watu wa muziki, lakini kwenye sekta ya ubunifu sio kwa kiasi kikubwa. So pengine ni ule uelewa, watu hawana ile financial literacy. So that's why tunashirikiana na CRDB ili tuwakutanishe sehemu, tuambie kwamba jamani, kuna mfuko wa sanaa na utamaduni kutoka serikalini. Like mama ameona jitihada zetu, mama ameamua kututambua. So hebu tuungane naye. Hawezi kuweka tu fedha zimekaa tu pale CRDB kuna mtu anaenda kuchukua, no. But watu hawajui. Ndio tunaandaa hiyo forum to create ile financial literacy. Mtu ajue kwamba kuna huduma gani na gani za kifedha mimi kama mtu kwenye sekta ya mitindo ubunifu naweza nikazipata, naweza nikanufaika nazo ili biashara yangu ikue. Lengo ni kila mtu akue. Keki ya taifa ni kubwa, kila mtu anaweza kupata kipande. Kila mtu akue, atoke sehemu moja aende sehemu nyingine.
ukitazama kwenye upande wa kimataifa, Tanzania iko kwenye nafasi gani kwenye swala zima la ubunifu wa mavazi? Again, kubwa tu, na nikupe testimonies kama sio 2-3. Mwaka huu nadhani mwezi wa pili, kama sio 3 sikumbuki vizuri, kuna ile taasisi inaitwa British Council ambao waliandaa waliandaa program moja ambayo ilifanyika pale Ethiopia. Na moja kati ya majukwaa ambayo yalialikwa kushiriki kusambamba na hiyo South Africa, hawa watu wa Lagos, na majukwaa mwingine ilikuwa ni Swahili Fashion Week, ambapo walitumwa mwakilishi alikuwa ni huyo designer chipukizi ambaye alishinda mwaka jana. Kwa kuna kwa na wale designers chipukizi ambao walikutana pale Ethiopia, Addis Ababa, kwa lengo la kuongezewa ujuzi namna wanaendaje kuanza kazi zao za ubunifu. Sasa hii katupa sisi heshima kwamba kama Swahili ingekuwa ni jukwaa ambalo linaendesha tu bila viwango fulani, British Council wasingetualika sisi kuwa na mwakilishi pale. Kwa hiyo tumejiweka katika nafasi ambayo tumekuwa sana, lakini pia ubunifu wetu sasa hivi, zamani tuongee tu ukweli, kitu kisichofichika. Ubunifu ambao zamani tumewazoea kwamba wameshowcase kazi zao nje, tunatajia 3 tu, of course, Mustafa Hassan Ali huyo mwenyewe, Khadija Mwanamboka na Asia Darus. Yani hao ndio watu ambao ukiongelea kutoboa kwenye anga za kimataifa kwenye swala la fashion, hao watu 3. Lakini sasa hivi ni tofauti kidogo. Tuna madesigner ambao wakishowcase pale Swahili au kwenye majukwaa mengine wanapata fursa pia za kushowcase huko nje. Kwa designer kama Kulwa alikuwa kushowcase Milan, Italy, alienda kushowcase pia Addis Ababa, juzi alikuwa na ziara ya kikazi, alikuwa kule Indonesia, Jakarta. Kwa tumekuwa tukiona hiyo maendeleo yao from one time to another, na ndivyo ambavyo vinatupa sisi highlights au majibu kwamba tunachofanya ni kitu kizuri, tunaenda sehemu ambayo tunatakiwa kuwepo. Tukizungumzia swala zima la mavazi, kwenye pesa tunasema ujuzi wa kifedha. Yes, financial. Ujuzi wa mavazi unatakiwa uwaje? Ujuzi wa mavazi, kwa sababu ukimwangalia kama 14 pale anakuambia yeye hajui mambo hayo. Muhimu yake kijiona kapendeza, ukimwona hajapendeza utajua mwenyewe, sio? Yes, sasa kuna vitu viwili when it comes to mambo haya ya fashion na mitindo. Kwanza kuna mtu anaitwa designer, yule ambaye anakuwa anatengeneza ile nguo. Lakini sasa mtu wa pili ambaye ni wa muhimu sana, ambaye hapo zamani watu hawakuwa wanampa usiria sana, hawakuwa wanamwangalia kwa jicho la kipekee, mtu anaitwa stylist. Unakupa tu mfano siku hizi wanamuziki wa zamani, no offense wasinifuate vibaya, kaka zangu kina Makamua, kina Jocelyn, of course walikuwa wakitaka kushoot zamani, of course walikuwa hakuna kitu kama kinaitwa stylist. Kama stylist atamwambia Makamua vaa kitu fulani au mwambie QJ vaa kitu fulani, mwamka tu asubuhi kabatini kuna nini, kama tuna shoot beach unavaa chochote. That's how walikuwa wanafanya. Lakini sasa hivi nakwambia kabisa wale A-list artist ambao unawajua hapa Tanzania wako na stylist wao. Na hawa stylist wamekuwa ni wateja wakubwa wa kazi za wabunifu. Kuna stylist ambao anakujaga tu Swahili just to scout. Anakuja Swahili amekaa anakasta kuangalia kama ile tanifaa, ile tanifaa. Baada ya show atakwambia nataka ile. Kutoka hapo ukiangalia video ya fulani amevaa nguo fulani. Kwa hiyo kuna yule designer ambaye atatengeneza ile nguo, lakini stylist anakuja muda ambao anakuambia hiyo nguo sasa unaivaaje? Inaweza kuwa tu ni shirt au blouse tu ya kawaida na suruali. Lakini stylist akasema weka belt hapa kiunoni, kiatu vani, kuna namna tu utaambiwa kwamba nguo tayari umeshaipata. Lakini inapokuja swala hiyo nguo tunaivaaje? Kwa ndugu yangu 14 pale leo angekuwa na stylist, labda angemwambia weka cap, angemwambia kitu tofauti kabisa. Labda ile chain angemwambia vaa gold, usivae silver. Kabisa. Ikawa tu ni t-shirt. Pesa unazo sasa za kumlipa stylist. Basi tafuta stylist bwana. Maana Beni hapa akikuangalia anaona kuna vitu vimekosekana, sio? Ndio maana haijui Swahili fashion week. Kwa hiyo sasa kwa mtu wa kawaida Ben ambaye hana pesa ya kumlipa stylist, inabidi afanye nini? Kama mimi kwa mfano, mimi sina pesa ya kumlipa stylist. Kwanza kabisa kuna kitu kinaitwa ile something within. Yaani lazima mpaka mtu unasema mimi nataka kuwa designer au nataka kuwa stylist. Lazima kuna kitu kinakusukuma ndani. Yaani unakuwa tu ile sense of kutaka tu kufanya kitu fulani. Lakini kikubwa pia ni kwambie tu, ndio maana turudi pale kwenye ukuaji. Unajua kama kuna vyuo siku hizi vinatoa course kabisa za fashion and design. Sasa mtu mwingine hana time bwana Beni, mimi nitoke hapa nikasome hiyo nini? Kwa mfano mimi navaa kwa hisia, lakini nikitoka lazima kila siku nipate watu 2-3 waniambie nimependeza, na sina stylist, sina nini. Yes, kwa ni kitu ambacho wewe tayari basi unacho ndani yako. Yes.
Kwa hiyo ndio nasema kuna kitu kinaitwa creativity, kama ule ujuzi, ule ubunifu. Kuna vitu tu Mwenyezi Mungu amekuwa amewabariki. Ndio maana mimi nikwambia mimi sio designer, like I cannot design anything. Ya mimi nipo tu kuandaa jukwaa, kuandaa platform. Lakini una sense of fashion. Yes, yeah, I can see something nikasema kama that one is a fashion, no. Crown Media. Hapa ni nyumbani.